Katibu, kwanza hongereni kwa kile ambacho mmekuwa mmekifanya kwa muda mrefu, lakini pia utuambie namna ambavyo mchakato huu umekuwa toka mwanzo mpaka leo kufikia hatua hii ambayo watu kutoka shirikisho wamekuja hapa kwa ajili ya kufanya selection. Kwanza ni washukuru TFF kwa ushirikiano ambao wameuonyesha. Mchakato ulikuwa ni mrefu kwa sababu ilibidi tuhusishe timu kadhaa katika mashindano maalum ambao kulikuwa kuna mashindano ya under 17, kulijumuisha timu zaidi ya 18, na wakati ligi kiendelea ndio uchaguzi ulikuwa unaendelea. Kwa hiyo tulichagua awali ya kwanza wachezaji 50 ambao tulianza nao na tukaendelea na mchujo kwa awamu kama 4-5, na baada hapo tukapata cream. Kwa hiyo tulipopata cream sasa wazo la kwanza ilikuwa ni kwenda kucheza mashindano kule Dar es Salaam. Sasa baadaye wakasema hapana, TFF wameona kuna umuhimu wa kuja huku kuangalia zaidi, kwa sababu tulikuwa tumepata vijana 15. Baada hapo tukawaalika vituo vingine kwa ajili ya kupata mechi ili tuweze kupata uhalisia. Tukumbuke vijana hawa wanaochaguliwa wanakwenda moja kwa moja kwenye mashindano. Kwa hiyo ni lazima tupate ule uhalisia. Namshukuru Mungu, si haba, leo wamechaguliwa vijana 12 ambao watakwenda sasa kwenye mchujo wa mwisho kule Dar es Salaam. Kwa hiyo kuna wengine uingizo jipi ambalo wameingia wameonekana. Kwa hiyo kama MRFA katika eneo la kukuza soka la vijana tunajivunia, kwa sababu tunataka kwa mwaka tuweze kuzalisha zaidi ya vijana 30 kwenda kwenye timu ya taifa, na huu ni mwanzo. Kwa hiyo ni waombe vituo au center zingine ambazo zinahusika na malezi basi ziendelee pale walipoishia kuhakikisha kabisa tunawaboresha vijana wetu. Sawa. Na kwa kile ambacho tumekishuhudia hapa, vijana ambao wanachaguliwa hapa, umezungumza kwamba wanaenda kutengeneza timu ya taifa. Changamoto pengine ambao yoyote mmekutana nayo katika mchakato huu mzima kuanzia mwanzo mpaka hivi ambavyo umefikia, lakini pia maoni yako kuhusiana na wadau kwenye soka la vijana? Katika mchakato huu tumekumbana na changamoto. Kwa mfano, mnachagua vijana afu mwisho wa siku anashindwa kujua uzito wa hili jambo. Kwa mwisho wa siku namuona mwenzio mmepanga programu, yeye anakwenda kwenye mechi za kirafiki nje na programu hii ya kimkoa. Kwa hiyo hii nilikuwa ni changamoto. Changamoto nyingine maybe kwa vijana ambao pia wanatokea nje na wilaya Morogoro ambao pia wamekosa nafasi, lakini pia kama kamati ya ufundi ya kwangu nafikiri watakaa na kuweza kuangalia namna gani tunaweza tukapata wale vijana ili na wenyewe pia waweze kupata fursa. Kwa hiyo nafikiri ndani ya muda mfupi tu, ndani ya wiki 2 wiki 3, wale vijana kutoka Kilombero, kutoka Kiloso na Mvomero nafikiri tunaweza tukawapata na wenyewe pia tukawatathmini, na tukiona wanafanana na hao ambao tumewachagua leo basi tunaweza tukaenda nao pia. Shukrani sana. Asante sana. Huyo ni katibu wa chama cha soka mkoa wa Morogoro MRFA Alfred Mdende akizungumza kuhusiana na kile ambacho tumeweza kushuhudia hapa. Lakini tuko na vijana ambao wao wamepata nafasi ya moja kwa moja kuchaguliwa kwenda kuwakilisha mkoa wa Morogoro katika kikosi cha timu ya taifa ya vijana katika mchujo ambao umefanyika siku ya leo. Tuko hapa tutazungumza nao. Kwa majina unaitwa nani, na hongera kwanza kwa kile ambacho kimeweza kujitokeza? Asante, nashukuru Mungu. Kwa majina naitwa Ajabu Selemani Asmani. Mimi niseme asante kwa sababu kiwango changu nilichojionyesha, kumshukuru Mwenyezi Mungu nimeweza kuchaguliwa mpaka kwenda timu ya taifa. Unatokea katika kituo gani? Dream Soccer Academy. Sawa, pengine ulijisikiaje mara baada ya kupata taarifa kwamba unachaguliwa? Kwangu mimi ilikuwa furaha, kwani sikuwahi kubahatika kwenda TFF, ila kwa mara ya kwanza naenda TFF kucheza timu ya taifa. Hongera sana na shukrani. Asante. Tuko na nyota mwingine ambaye amechaguliwa katika kikosi hicho cha vijana ambao wamefanywa mchujo siku ya leo katika uwanja huu wa Jamhuri. Naye tunayo kuzungumza naye kuhusiana na kile ambacho kimeweza kujitokeza. Kwa majina unaitwa nani, ingawa inajieleza hapa, na wewe pia unatoka Dream Soccer? Yes, kwa majina naitwa Dickson Masumbuko Matias. Nimetokea Geita, nimekuja kwenye kituo cha Dream Soccer Academy na nimekuwa miongoni mwa wale waliochaguliwa leo. Nashukuru Mungu. Ulijisikiaje mara baada ya kuchaguliwa? Ni taarifa ambayo unaweza ukawa umeipokea vizuri, lakini namna ambavyo ulijisikia kutoka Geita kuja hapa, lakini pia umpata nafasi ya moja kwa moja kuchaguliwa? Najisikia vizuri, na kule Geita walikuja, sikubahatika kuchaguliwa, lakini huku nimekuja, namshukuru Mungu. Sawa, shukrani sana. Asante sana.
Naam, huyo ni nyota ambaye ameweza naye kuchaguliwa, au ni nyota wachache ambao pia wameweza kuchaguliwa. Wapo wengi kama ambavyo tumekwambia, wamepatikana nyota takriban 12 ambao wamechaguliwa kwa ajili ya kwenda kutengeneza kikosi cha timu ya taifa. Huu ni mchujo wa kwanza kabisa hapa, ingawa wataenda kule Dar es Salaam na tutajua nini ambacho kitajitokeza huko mbeleni, lakini kutoka hapa kwenye touchline, mimi ni Rashid Tandawala kutoka Bongo Play TV. Bongo Play TV.